Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale mnaotufuata mkiwa Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa. Tunawatakia tena asubuhi njema ya siku ya leo jeudi le 26 février 2026, na tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za asubuhi ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Taarifa ambazo tumewaletea asubuhi ya leo kama kawaida ni mingi. Tutawapeleka kwenye uwanja wa vita territoire ya Masisi. Waasi wa AFC M23 wako mwatake sana kule, wako na atake FARDC pamoja na wazalendo ili wasonge mbele na waone kwamba watakamata eneo ambazo walikuwa wamezipoteza katika siku chache ambazo zimeisha. Maeneo karibu na Rubaya mapigano ni makali, na zingine eneo tofauti tutawapeleka kabisa kule tuambie jinsi hali iko. Habari ambazo tuko nazo katika frappe ile ambayo ilikuwaka Rubaya ya drone, kuna wengine wanajeshi wengi wa AFC M23 ambao walikufaka wakati Wilingoma alikufaka. Na habari tunazo pale, kulikuwa preza viongozi tofauti wa AFC M23 na General Sultani Makenga naye kabisa alikuwaka pale aliponyoka kifo hicho. Taarifa tunazo ni ya kwamba wengine viongozi tofauti pia walijeruhiwaka vibaya. Katika taarifa zetu tutawapeleka katika maeneo tofauti kabisa tuambie hali halisi kutoka kule. Katika nchi ya Geneve siku ya jana, kikao ambacho kilifanyika kule, yule ministre des droits humains wa Kongo Samuel Bemba aliomba kabisa vikwazo vikali dhidi ya Rwanda kutokana na vita wanavyoviendesha mashariki mwa nchi ya Kongo wakiunga mkono waasi wa AFC M23. Kama kawaida mnaoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayo waletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi basi kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa nazipata taarifa zetu zote kwa wakati. Mu comment na muzilike habari hizi pia, na muzisambaze kwa walio wengi ziwafikie. Musisahau kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp ambapo mtakuwa mkizipata habari zetu zote kwa wakati. Namna ya kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp, mujiunge nasi kupitia link yenye iko pale chini ya titre mu description. Ukigusa kwenye link hiyo utajiunga, na bila shaka utakuwa ukizipata taarifa zetu zote kwa wakati. Bila kukawia kabisa, tufungue ukurasa wetu wa habari. Taarifa zetu mbichi tuwaambie kwanza kuhusu wanajeshi wengi wa AFC M23 ambao walikufaka wakati Wilingoma naye alikufaka pale Rubaya. Mnakumbuka pale Rubaya Wilingoma alishambuliwaka ni juzi njo Wilingoma kabisa alishambuliwaka na ndege za drone pale Rubaya. Taarifa tunazo ni ya kwamba wanajeshi wengi walipotezaka maisha yao wakati Wilingoma kabisa naye alikufaka. Nombre ya wanajeshi ambao tuko nao kwa sasa ni wanajeshi 9 ambao walikufaka papo hapo wakati Wilingoma alikufaka naye. Na habari tunazo ni ya kwamba wakati walishambuliwaka walikuwa wote na wako mnyumba moja. Generale Sultani Makenga kiongozi wa AFC M23, Lieutenant Colonel Wilingoma, na kuna wengine wa kolonele tofauti ambao walikuwa pale, mkiwemo anayeitwa Imani Nzenze, nadhani ya kwamba mnamjua. Taarifa tunazo ni ya kwamba Sultani Makenga aliokokaka kabisa kifo cha siku hiyo wakati ndege ilipigaka ile nyumba yenyewe walikuwa ndani. Sultani Makenga alifanikiwa kuokoka yeye kabisa kukufaka na hata kujeruhiwaka yeye. Habari kuhusu
yule generale Nzenze, Imani Nzenze, taarifa tunazo ni ya kwamba alijeruhiwaka sana, alijeruhiwaka vibaya sana. Hao ndio wenye tulifanikiwa kujua. Taarifa kutoka kule wanasema kuwa walikuwa na wameandaa reunion pale katika eneo ya Rubaya. Donc walikuwa na wameandaa kufanya kikao pale Rubaya, walikuwa wamefika katika mwingine wa Rubaya wakiwa wengi. Donc viongozi tofauti wa AFC M23 walikuwa wamefika katika mwingine wa Rubaya ili kufanya kikao pale na kuanza kuwapanga upya wanajeshi wao kuweza kuresiste mbele ya FARDC katika maeneo ya Masisi kwenye walikuwa wakisonga mbele mkeleke kilometre na mwingine wa Rubaya. Mnajua wakati ndege ilipigaka katika eneo hiyo ya Rubaya, wakati katika siku hizo mapigano yalikuwa yakiripotiwa katika maeneo ya Kinigi. Yes, maeneo ya Kinigi, maeneo ya Kasenyi kule kulikuwa kabisa mapigano. Wazalendo walikuwa na wako na avance pole na zile eneo wakazi ya kamata kutokana na kusonga mbele sasa kwa wazalendo na FARDC kule, ndipo viongozi tofauti wa AFC M23 walifikaka katika eneo ile ya Rubaya ili kuandaa kama wanaweza kabisa wakaresiste FARDC siendelee kuavance na ifike Rubaya. Wakati walifikaka pale taarifa zile sasa zikafikia FARDC na ndipo wakafanya ile operation sasa ya kuwashambulia pale Rubaya katika nyumba yenye walikuwa kandani. Wanajeshi kenda njo wenye walikufaka, wakati wengine wengi walijeruhiwaka sana, mkiwemo yule generale Imani Nzenze, plutôt colonel Imani Nzenze wa AFC M23, yule Sultani Makenga generale, yeye taarifa tunazo yuko vizuri, hata akujeruhiwaka yeye. Ndugu zangu, pale katika eneo ya Rubaya FARDC ilifrapaki avec precision. Donc ilikuwa kana iko na habari zote. Mpango ilikuwa kuelimine wale wote wakufanikiwaka. Ulingo Manjo mwenye alipotezaka maisha yake. Hizo ni habari kabisa zinazotufikia kutoka kwa ndani pale mweneo ya Rubaya. Tuendelee na habari zetu sasa. Mu territoire ya Masisi, AFC M23 nayo waisha lance maatake mu maeneo tofauti ili kuweza kustope FARDC isiendelee kuavance vers Rubaya. Jana mnakumbuka AFC M23 ilifanya maatake mu maeneo tofauti. Walifanyaka atake mapremidi ku eneo ya Kaniro, na apres kupigana pale waliweza kuikamata eneo hiyo. Nadhani kwamba waliofuata habari za jioni ya leo tuliwaambia hayo. Wakati mapigano yalikuwa Kaniro, walikuwa tena muvita katika maeneo ya Kazinga. Nadhani kwamba mnakumbuka kule Kazinga nako walikuwa muvita. Apres kupigana Kazinga, taarifa tunazo ni ya kwamba AFC M23 tena ililansia atake jioni ya jana kuanzia 18h vers 19h katika eneo ya Kasenyi, ambayo nayo kabisa walikuwa wameipoteza juzi, wakati wazalendo walikuwa mu mapigano pale wakiwa pamoja na FARDC wakielekea Rubaya. Eneo ya Kasenyi nayo iko pamoja na eneo za zinazokuwa karibu na Rubaya. Nayo iko mudi kilometre na Rubaya. Pale taarifa tunazo ni ya kwamba AFC M23 jioni ya leo ililansea atake kabisa contre wazalendo pamoja na FARDC ndani ya village ya Kasenyi inayopatikana pale mu groupement ya Kibabi. Waasi wa AFC M23 kutokea katika maeneo tofauti waliatake ile agglomeration ambayo ilikuwa kabisa imekaliwa na wazalendo katika siku chache ambazo zimeisha.
na AFC M23 wakati waliatake pale, moto uliwaka kati ya pande mbili. Eneo ya Kasenyi kabisa kuliripotiwa mapigano makali usiku wote walipigana na asubuhi ya leo kabisa hapo katika eneo ya Kasenyi wazalendo na FARDC waliweza kurepusa AFC M23 ikarudia muzingine eneo kwenye walikuwa donc wametokea. Walipigana sana kwa masaa mengi, AFC M23 haikuweza kukamata eneo ile ya Kasenyi kama walivyofanikiwa kuikamata Kaniro. Wazalendo waliresiste pale, AFC M23 walirepuse wakairudisha nyuma. Kutokana na mapigano hayo ambayo yaliripotiwa pale Kasenyi, wakaji wengi walipita usiku wote wakiwa katika misitu. Donc walikimbilia katika misitu wakati vita vilianza, vikaendelea usiku wote na wako katika maeneo ya misitu na wakapita kabisa usiku katika misitu na wanajificha kutokana na mapigano hayo makali. Hali ya kiusalama na hata ya kibinadamu kabisa inaendelea kukua mbaya sana katika maeneo ya Masisi kwenye mapigano makali yanaendelea kuripotiwa katika maeneo tofauti, na AFC M23 iko na lance maoffensive depuis jana ili kuweza kurepousser FARDC ambao iko pamoja na wazalendo wasiweze kufika katika eneo ya Rubaya. Nadhani ya kwamba kabisa mnajua gizi FARDC walikuwa na wako mu avance sana, donc mnajua ginzi walikuwa na wako nasonga mbele wakirekipere maeneo tofauti pale mudi kilometre na Rubaya. Na wakati AFC M23 iko katika eneo ya Rubaya, mnajua kabisa inapataka franka mingi kutoka pale. AFC M23 inapataka franka mingi kutoka pale, ndio maana walisha lance na offensive ili wasipoteze eneo ya Rubaya, kwa sababu wakaipoteza deja wanaweza kuwa na wana bahati, kwa sababu hawawezi kuwa nazipata franka kabisa zenye wanaweza wakatumikisha kila siku kuuza vifaa, kuuza wa mercenaire, kuuza hata madrone, zile zote zinatokaka pale. Sasa AFC M23 nayo iko napigana pale ili kuweza kurepousser FARDC isi avance na kuikamata Rubaya. Hali ya kiusalama katika maeneo ya Masisi ni mbaya kabisa, mapigano ni makali. Kule Kazinga apres masaa kadhaa na wako napigana wasi wa AFC M23 na wazalendo. Mnakumbuka jana walilance atake mapremidi zidi ya FARDC na wazalendo pale Kazinga. Ilikuwa ni masaa machache tu, ilikuwa baada ya masaa matano na eneo hiyo iko rekipere. Hawakuweza kuavance wasi wa AFC M23 na kukamata tena Kazinga, hapana. Apres kupigana pale FARDC iliresiste, ikaweza kuwarepousser, wakarudia nyuma katika mapozisio yao tofauti aux alentours ya Kazinga. Hali inaendelea kukua tete mu maeneo ya Masisi. Kule mu sektere ya Katoi nako kabisa taarifa tunazo ni ya kwamba kuna mapigano ambayo yaliripotiwa kule usiku wa kuamkia asubuhi ya leo maeneo ya Kasovu kule Lumbisi. Hali ilikuwa ya kiusalama depuis jioni apres atake ya wazalendo sana kule kwa siku 3 mfululizo, bado hawajafanikiwa kurekipere eneo hizo. Hakuna kabisa wajazirekipere na kutokana na jinsi mapigano yako makali mu Masisi, wakaji wengi wako naendelea kuvikimbia vijiji vyao usiku na mchana. Donc mu Masisi kabisa hali ya kiusalama ni mbaya. Sasa population wako nakimbia vijiji vyao kule kwenye mapigano iko makali. Wamoja wako naelekea Walikale, wengine muzingine eneo za Masisi zenye usalama, na wengine wako navuka wapi wanaenda Mukalehe kule Sud Kivu. Tunaendelea na habari zetu, taarifa zetu mbichi. Tuwaambie kuhusu Jean-Pierre Samuel Bemba, ministre des droits humains wa Congo.
alikuwa siku ya jana kule Geneve kabisa, alikuwa huko. Kuna reunion ambayo ilikuwa ikifanyika huko wakati wakati wake wa kutangaza kitu pale, alichokiomba ni vikwazo vikali zidi ya Rwanda. Samuel Bemba aliomba vikwazo zidi ya Rwanda, pia vikwazo vikali zidi ya presida wa Rwanda Paul Kagame. Samuel Bemba alisema ya kwamba presida Paul Kagame ana mpango wa kuendelea kufanya vita. Yeye ndo mwenyewe alianzisha vita mashariki mwa nchi ya Kongo ili kupie kabisa minerals za Kongo kupitia M23. Anaendelea kabisa kuacha hali ya kiusalama ikizorota mashariki mwa nchi ya Kongo, mamilioni ya wakazi kupoteza maisha yao. Hayo yote kabisa naamini ya kwamba yanatosha ili presida Paul Kagame wa Rwanda apewe vikwazo vikali pamoja na nchi yake ambayo anaiongoza. Katika raporo tofauti ONU ilikuwa ikizifanya, zilikuwa zikiendelea kuonesha ya kwamba Rwanda inaendelea kuunga mkono AFC M23, ikiwasaidia kuwapa wanajeshi kwenye vita vinavyoendelea, ikiwasaidia kuwapa vifaa na hata ikiwasaidia katika mambo ya mazoezi ya kivita. Donc kule Rumangabo, kule katika maeneo mengine kwenye wanakuwaka na macentre de formation militaire, wanajeshi wa Rwanda ndio wenye wanakujaka kuwapa mazoezi ya kivita wale wanajeshi wa AFC M23, na ile yote ni kuunga mkono kabisa AFC M23 kwa Rwanda. Kutokana na hayo yote sasa, Samuel Bemba anachokihitaji kwa sasa ni kusanctione ama kumpa vikwazo vikali Paul Kagame pamoja na nchi yake kwa vitendo hivyo vya vita wanavyoendelea kuvifanya mashariki mwa nchi ya Kongo. Na Samuel Bemba alisema ya kwamba si leo au jana au juzi kwenye vita hivi viko nafanyika. Alikumbusha viongozi tofauti ya kwamba ni kwa miaka 30 ambapo vita hivi vinaendelea vikiendeshwa na presida wa Rwanda Paul Kagame pamoja na viongozi tofauti wa Rwanda. Anahitaji vikwazo sasa vikali zidi ya Rwanda pamoja na Paul Kagame ili kuweza kuyalipia kwa makosa hayo ambayo walifanyaka. Ndugu zangu, nasema asante, merci beaucoup. Hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea asubuhi ya leo, na washukuru sana. Kama kawaida, mkuwe na asubuhi njema, na tutapatana katika taarifa zifuatazo, habari za mchana wa leo. Msisahau kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa na zipata taarifa zetu zote kwa wakati, na muendelee kucomment na kuzilike habari hizi, pia na kuzisambaza kwa walio wengi ziwafikie. Merci beaucoup.